Urusi imeishutumu Uingereza kwa kuchochea na kuongeza ushiriki wake katika mzozo wa Ukraine baada ya kubainika kuwa ndege zisizo na rubani zilizotengenezwa na kampuni za Uingereza zimetumika katika mashambulizi dhidi ya maeneo ya kijeshi na viwanda ndani ya Urusi. Ubalozi wa Urusi nchini Uingereza umesema hatua hiyo inaifanya London kuwa mshiriki wa moja kwa moja katika kile Moscow inachodai kuwa ni mashambulizi dhidi ya maeneo yake. Katika taarifa yake, ubalozi huo ulishutumu Uingereza kwa kuwa msaidizi na mhusika mwenza katika kile alichokiita uhalifu na umwagaji damu na mashambulizi ya kigaidi. Moscow pia imeonya kwamba Uingereza italazimika kuwajibika kwa hatua zake na kwamba gharama za ushiriki wake katika vita hivyo zitaongezeka kadri London inavyoendelea kutoa msaada wa kijeshi kwa Ukraine. London bila shaka italazimika kuwajibika kwa hatua zake, ubalozi huu ulisema, ukiongeza kuwa kadri Uingereza inavyozidi kujihusisha katika mzozo huo ndivyo gharama itakayolipa itakavyokuwa kubwa zaidi. Kauli hii imekuja wakati Uingereza ikiendelea kusisitiza kwamba itaendelea kuunga mkono Ukraine katika vita dhidi ya Urusi. Msemaji wa Wizara ya Ulinzi ya Uingereza ameiambia BBC kwamba serikali ya London inasimama bega kwa bega na Ukraine na haina mpango wa kupunguza msaada wake wa kijeshi. Msemaji huyo amesema Urusi haipaswi kuwa na shaka kuhusu azimio la Uingereza la kupinga kile ilichokiita uchokozi wa Moscow, iwe ndani ya Ukraine au dhidi ya Uingereza na ushirika wake. Uingereza pia imesema imejikita katika kuhakikisha kwamba Ukraine inapata vifaa inavyovihitaji ili kujilinda dhidi ya uvamizi wa Urusi. Mzozo huo umeendelea kubadilika huku matumizi ya ndege zisizo na rubani yakiongezeka kwa kiasi kikubwa na kwa sehemu muhimu ya mapambano kati ya pande hizo mbili. Ukraine imekuwa ikitumia ndege zisizo na rubani kushambulia malengo yaliyo ndani ya eneo la Urusi, wakati Moscow nayo ikiwa ikitumia kiwango kikubwa cha ndege hizo katika mashambulizi dhidi ya miji, miundombinu na maeneo ya kijeshi nchini Ukraine. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa, ndege zisizo na rubani zilizotengenezwa na kampuni mbili tofauti za Uingereza zimetumika katika mashambulizi yaliyolenga vituo vya kijeshi na maeneo ya viwanda nchini Urusi. Hata hivyo, Uingereza na washirika wake wamekuwa wakisema kwamba jukumu lao ni kuisaidia Ukraine kujilinda dhidi ya uvamizi wa Urusi na kwamba Moscow ndiyo iliyoanzisha vita hivyo. London imeendelea kutoa silaha, risasi, ndege zisizo na rubani na vifaa vingine vya kijeshi kwa Ukraine, huku pia ikishirikiana na washirika wake katika mafunzo ya wanajeshi wa Ukraine. Mvutano huu unaonyesha pia ongezeko la hatari ya vita kuingia katika hatua pana zaidi ya mashambulizi ya kawaida kwenye mstari wa mbele wa vita. Kadri Ukraine inavyopata uwezo mkubwa wa kushambulia malengo yaliyo ndani kabisa ya Urusi, Moscow inaweza kuongeza shinikizo dhidi ya Ukraine na pia kutafuta njia za kuilazimisha Uingereza na washirika wengine wa Kiev kupunguza msaada wao. Kwa sasa hakuna dalili kwamba Uingereza iko tayari kusitisha msaada wake wa kijeshi kwa Ukraine. Badala yake, London imeendelea kusema kuwa itaendelea kuipatia Kiev vifaa vinavyohitajika kujilinda, jambo ambalo linaweza kuongeza uwezekano wa mvutano zaidi kati ya Moscow na London kwenye kipindi ambacho vita vya Ukraine vinaendelea bila suluhu ya kudumu. Hivi unajua kwa nini makampuni makubwa duniani hayaachi kujitangaza kila siku, licha ya kwamba tayari yanafahamika? Sasa kama una biashara au kampuni lakini hujitangazi, customers wapya watakujua vipi? Na bila advertising, unategemea kukuza mauzo yako kwa njia gani? Ndio maana Global TV tunakupa nafasi ya kuitangaza biashara yako kwa audience kubwa ndani na nje ya Tanzania kupitia mitandao yetu ya kijamii. Advertising kupitia Global TV inaongeza brand visibility yako, inakufikisha kwa customers wapya na kuongeza nafasi ya bidhaa au huduma zako. Na habari nzuri zaidi, bei zetu za matangazo ni rafiki. Iwe una biashara ndogo, ya kati au kampuni kubwa, kuna nafasi inayoweza kukufaa. Usiache biashara yako isubiri kugunduliwa. Ipe visibility inayostahili. Anza kutangaza nasi. Wasiliana na Global TV leo na tuipeleke brand yako mbali zaidi.